EU. Raila yule amini Raila ataingia EU isipokuwa Gachagua peke yake. Lakini wale wengine tunajua Raila ameshaingia EU. Kwani wakati nimeishi nikiwapigania nikiwa kwa Raila nilikuwa nalipwa na nani? Nimepigania miraa, nimepigania askari wakaongezewa mzara, nimepigania walemavu saa hii wanapata, hata kama tunapata 2%. Mimi ndio nimeipigania. Ile kitu sitaki kwanza yule anasema nimelipwa. Hallelujah. Hata mlemavu akilipwa akule nyama. Wewe ulikuwa kwa hiyo serikali Gachagua. Hii makosa unaitoa sasa, mbona huku unaongea? Acha kusumbua watu bwana. Na hii wale naambia ni watu wa mlima. Mimi nawaomba kwanza before mu take decision ya kupigana na serikali, kupiga nduru, pandeni Mambazi muende Kisumu. Mahali tumeishi kwa opposition. Mahali wameishi kwa opposition ndio mtajua maana ya serikali. But ile kitu najua wale wameishi kupiga kura zao na yule wamechaguliwa ameishi akichaguliwa. Tunaweza pinga, mnaweza kosa kupinga, lakini ile mimi natoa ni maoni yangu na kuna wengine nao watatoa maoni yao. Lakini mjue mali mingi na mali biashara zile zilikuwa mingi hapa zinasaidia watu. Zilikuwa setu. Wale mlichagua kama Gachagua walienda kupiga mdomo, kupingana na serikali, kuonyeshana vile wako na ubabe. Mtu amechaguliwa rais. Wewe ni deputy, umepingana na yeye, utaamini wale watu wako Gikomba utawasaidia na nini? Yaani alienda kufanya kazi ile mimi nafaa nifanye, kupiga nduru. Yule alikuwa anafaa afanye vitendo, lakini nataka kumwambia serikali itaendelea na Kindiki, serikali itaendelea na Ruto mpaka tushike adabu wale hawaamini, lakini nimejua kitu moja. Na hiyo naiombea. Kwa hii mlima wafanyabiashara wameanza kuchanuka. Saa hii hata rafiki mmoja wangu wako hapa nataka kumwajua. Saa hii 60% iko kwa serikali. Ni kunyamaza wanawanyamazia tu kucheka. Asante. Kindiki unaona kama kuna vile kusaidia Mount Kenya na yeye ni mtu wa kuambiwa hana say kwa kuambia Ruto. Ruto hii nchi ni kama ni yeye anaongoza peke yake. Unaona kana kuna vile kusaidia? Hata Ruto alisaidia kwao wakiwa wanapigana na Uhuru. Kuna kitu watu hawajawahi jua. Kindiki anaambiwa kazi yake ni kuambiwa. Hata Gachagua kazi yake ilikuwa ni kuambiwa. Hata Ruto kazi yake ilikuwa ni kuambiwa. Mtu kama ni rais, ukiwa deputy wake, hauna pahali unaenda kumwambilia kitu kingine gani? Unless upige mdomo kama Gachagua utoke hauna kitu na hakuna kitu utasaidia watu wenu. Na kitu nataka kumuomba Kindiki. Ile mdomo yote unasikia ukiambiwa wewe ni mtu wa kuambiwa. Ambiwa usaidie kama huyo vile umesaidia huyu mama, ambiwa usikize. President akiongea aenda chini kabisa, pigia hata makoti. Usaidie watu wa majani wanalia, ambiwa kabisa nyenyekea. Usaidie watu wa maziwa, ambiwa unyenyekee. Usaidie mkulima wa miraa. Wale makatari umeanza kutoa pale airport. Tutolea hao makatari wanaweka tu vindevu ya rendi hapa. Unyenyekee hivyo hivyo. Na namuomba Kanja, munyenyekee. Kwa Ruto ndiye alipewa kisu. Hakuna siku Gachagua aliapishwa, ambiwa yeye atakuwa anauliza Ruto swali. Hata kisheria yeye alipik. Gachagua ametoa Gachagua amepik Kindiki. 2027 apik Kindiki. 2032 hii sinema mtaiona mpaka watu watashangaa. Mimi najua chini ya deputy president ana sauti kwa president. Chini ya deputy governor. Deputy governor ana sauti kwa governor. Si hii ya Kindiki tu mnaambiwa anatishiwa hawezi ongea. Kwani Gachagua aliongea kwa wasaidia na nini? Aliongea hiyo miaka 2. Juu alikuwa anaongea wakiwa pamoja. Ni nini aliwasaidia naye? Tuanze hapo. Kama hakuna kitu alisaidia kwa hivyo mdomo haina kazi. Naomba Kindiki wewe umelelewa kunyenyekea, nyenyekea kwa huyu mtu. Huyu mtu alilenyenyekea kwa Uhuru, sasa hivi unamuona vile yako. Ukitaka kuwa kiongozi, nyenyekea kwa mkubwa yako, yule alipewa kisu na akaapishwa. Na wale wanandanganywa ati kuna kitu tutafanya Ruto for now, wasahau. Ningependa kuuliza kutoka Ruto aingie uongozini. Kuna agenda ambazo alielezea mwananchi. Kuna nini ambayo umeona ametimiza? Nimeona mimi. Saa hii nimeona. Affordable house inaendelea lakini hapa kwetu hakuna. Wanasema iendelee.
Ningewaomba na hii kamera kama tungekuwa na gari mbili tufuatane, niwaambie moja ndio hii. Ile kitu iko ni watu wetu wanawekwa kachumba. Asira ndio mzingie kwa serikali. 3 years. Mutakaa chini ya miti. Kaya ni kwa serikali. Ndio ile maendeleo mnataka. Tuitize. Si mimi nilikuwa naitizia askari pesa. Nilikuwa nasema walemavu wanateseka. Askari waliongezewa. Yule anasema hapana aseme. Walemavu waliongezewa. Serikali ni kuitizwa. Si kuipinga. Utapinga mama yako na baba yako aje na uko ndani. Sisi ndio tulikuwa tunaipinga. Na ndio niliambia Raila. Watu wanasema Raila ni msaliti. Nani alimpigia kura awe president? Ndio awasaliti. Sasa sisi zote tumeungana tusupport ile serikali iko. Kwanza vile mimi Kindiki amepata nafasi mimi hata siongei. Na hiyo kuna wenye wanasikia. Saa hii mlikuwa mnaringa zaidi mlemavu town. Ile kitu tunaomba asiumizwe na yeye asipange vita, Gachagua asipange vita. Ukipanga serikali inakuonea 18. Usipange vijana waende wapigane alafu urudi huku ukilia. Usipange na wao usipangiwe. Hiyo naweza simama na hiyo kwa sababu baada ya hii yote Gachagua shinda ile tuko naye ni political. Hii mambo ingine ni ndugu. Mama mboga hajaumia kwa sababu atoki atuambie anaumia na nawaona wakiuza mboga. Ile inaumiza mama mboga ni hii mambo ya kutoka kwa NHIF kwenda kwa saa. Hiyo tuliomba serikali waharakize na mimi hata mimi nimechange online. Wajue njia ile yule mama atafikiwa na unduma kama hii ya ardhi. Na hiyo hata sisi watu wale wanaelewa kama mimi nimekuwa hospitali jana na juzi. Watu waende waelezee shinda kwa yule mwananchi wa kawaida. Hii serikali ipange vile mwananchi wa kawaida atafikiwa na ujumbe wa serikali. Wasiwe tu wanafikiwa na propaganda ya wale wanataka kuharibu serikali. Kitu hakuna ground inawakataa. Hakuna mtu amekataliwa kwa ground. Ni watu hawaendi kuambia wananchi ni nini mlikuwa mnafukuzia. Sasa hata fukuzwa aje kama uambii watu ni nini ulikuwa. Gachagua anawaambia mimi nilifukuzwa sikufanya kitu chochote. Sikufanya, hakuna makosa yangu niko naye. Hawaendi waambia wananchi hata wao huyu mtu kila mradi yote ya serikali alikataa. Waambiane ukweli, waende waambie mwananchi ukweli. Mwananchi kitu anataka ni ukweli na pesa ifike kwake. Unaona? Saa hii kitu ile imebaki kwa serikali. Ni wanjaribu kazi yao ni kuletea mwananchi maendeleo karibu na yeye. Na nyinyi watu wa mlima, mnyamaze. Njoo hata msiponyamaza Kenya wale wa Kenya wengine wamesajipanga. Na nyinyi najua watu wa India mnajua wale wa Kenya wengine wamesajipanga. Kwa hivyo kazi yetu ni kufuata wale wa Kenya wengine. Na njia ya kufuata wale wa Kenya wengine. Si Gachagua huyu mnaimba hapa. Gachagua alikuwa MP. Akapewa hiyo kiti na Ruto. Kama angempea mngeimbia nani Gachagua? Lakini serikali inakataliwa kuote si Mount Kenya peke yake. Inakataliwa kwa mndomo. Naona inakataliwa na mnalipa ushuru. Kukataliwa ni kulipa ushuru. Ukienda hata Washington unapata hata siku ya jamhuri machifu anakeleleza. Sasa hii serikali na ile tulikuwa naye Raila ni wagani walikuwa wanakataliwa? 2022 ndio mlikuwa mnasema tumechukua. Tulikuwa mpaka na Uhuru. Kila mahali tukipita mnachukua. Wakenya na wajua mimi. Mtu hajawahi kuwa opposition. Ndio anafikiri kuna mahali serikali inakataliwa hakuna. Watu 10 wanasimama pale wanaweka mambo kwa mitandao. Ukienda uwaita wale wenye kupiga kura, utoke town, unapata watu kitu wanataka ni maendeleo. Na for now kitu na muomba president na deputy president, mkulima wa Mount Kenya hataki hii siasa hii ya kuongewa, anataka kuona ni nini. Hiyo ilifanya tutoe huyu mtu ni nini mnaleta kwa meza. Wawekeni kwa meza, wachana na hii propaganda nyingine. Mtapewa kura mpaka msangae. Hawezi kosa kufanya sawa walikuwa wanamtoa ya nini? Hata mimi niko hapo ndio ya kazi. Mimi na wasupport na waambia mahali fulani tufanye hii na hii na hii. Kindiki hawezi ndo kufanya. Na najua saa hii si unaona wamefanya kazi. Kitu serikali itaongezea ni watu wa propaganda. Gachagua anasimama, anaongea kama anataka kulia. Huyu ni ndio. Akishika bunduki huyo atawamaliza. Akilia mnaita mwingine naye analia. Hakuna maendeleo mpaka tulazimize watu kwa nguvu mpaka ingia mazinani. Na nataka kuambia Ichungwa.
Nataka kuambia mtu anaitwa Kuria, hakuna mtu anawakataa. Pangeni mipango, mukae karibu na mwananchi vizuri. Msindanganywe huku kwa barabara. Nduru. Kwani mtu kwa yako na watu 1000, wewe huwezi tafuta 1000? Ukae na wako na wewe uongeleze. Kwa hivyo kitu ile iko kama Meru, mimi nataka kuashua Tharaka Nithi. Siku ile ya Embu hakuna mtu ajui ni nini ilikuwa imepangwa na ni nini ilikuwa. Serikali iwezi shindwa na mwananchi. Unless kama serikali itaki kusaidia mwananchi wa hapa mlima. Serikali ikiamua ni kusaidia mwananchi wa hapa, miradi papa tumalize hiyo story. Mimi kama mwanahabari nimesema na watu sana. Na watu wanasema Ruto amekuwa akiteka pesa, lakini hiyo pesa tunamaliza. Ruto alikuwa anatenga na inaenda na Gachagua. Kwani mnataka kuambia ukweli sahi? Si mngoje 2026 awaambie. Ruto alikuwa anatenga, Gachagua naye anatatisha, anaenda naye. Ngoja matendo yake sasa, anatenga. Kindiki ni mtoto mpole, unafikizia mwananchi. Anatenga Ichungwa. President akitenga, mnatuita hata hawa wenye kupinga. Unaita kama yule rafiki yenu wenye kupinga. Anawekewa tu mafuta akiwa huko. Juu Gachagua sahi anawekea mara moja kwa mwaka. Anakuja, anaona maendeleo. Mpaka tuwalete pamoja. Hata wale wanapinga, waitwe mikutano. Waelezewe ni nini inafanyika kwa serikali. Si kutoa serikali isitoe mambo vile Rigathi alikuwa anatoa popo. Wacha mambo hiyo kwa mipangilio. Vile huo unapanga familia yako. Wacha hata serikali sasa tuwe Ruto akisema kitu inapangwa, kila mtu anajua inafanyika kesho na itakuwa hivi na hivi na vile. Lakini hii ya kutokea kama hawajaambiwa ndio inaletanga shinda. Na nataka kuambia mlima tuko pamoja. Kwa kahawa, kwa majani, kwa miraa na kwa maziwa. Watoto wetu ndio wasome. Sasa hata mkipinga serikali, hakuna mahali Gachagua atawasaidia. Yako na bilioni zake 5. Sasa hata akilala ita helikopta zitaanguka kwake 10 kumchukua. Na wewe unapinga huko kwa barabara.